Naam, mpenzi mtazamaji unayetufuatilia hivi sasa katika kipindi chetu cha Mastori katika chaneli yetu hii ya AJ Media. Leo nipo na mtaalamu wa masuala mazima ya mechanic. Leo ataenda kutupitisha kuhusiana na elimu hii ya magari ili tuweze kupata elimu kidogo, kwa sababu watu wengi wanakuwa wanafanya vitu kienyeji bila kuwa na uhakika. Usisahau kusubscribe na kucomment na kushare ili uweze kuwa wa kwanza kupata madarasa yetu pindi tunapoyatoa. Na ndugu yangu, mambo vipi? Fresh, namshukuru. Harakati zinasema Kama kawa. Sawa. Bana, mimi na swali moja nataka nikuulize. Hivi mfano mimi nimetoka nyumbani na gari langu, nimetembea labda kilomita kadhaa hivi, afu gari likazima ghafla. Unaona? Shida inaweza ikawa ni kitu gani? Na kama shida inaweza ikawa labda nimeigundua, ninatakiwa nifanye nini ili mradi iwe labda ni huduma ya kwanza? Kwanza tuanzie kwenye shida, unakuta ni kitu gani? Naam, asante sana ndugu mtangazaji. Unajua katika gari matatizo yapo mengi yanayoweza kusababisha gari kuzima. Lakini kabla hujaangalia matatizo makubwa, lazima kwanza uangalie matatizo madogo. Kwa sababu wengine huwa wanaenda moja kwa moja kuangalia matatizo makubwa na acha matatizo madogo. Nikizungumzia matatizo madogo, japo kwenye gari hakuna matatizo madogo, kila tatizo ni kubwa. Lakini kuna zile step hadi uweze kufikia yale matatizo ambayo yamezoeleka. Lazima kuna step unatakiwa upitie. Mfano, katika hatua nzima ya kuliwasha gari, lazima kuna step unatakiwa upitie. Mfano, angalia betri lako lina chaji. Kama lina chaji, kitu gani kinasababisha gari kuzima? Angalia fuse. Kama fuse ipo sawa, angalia relay. Kama relay ipo sawa, sasa ndo unaweza ukaenda kwenye matatizo ambayo yamezoeleka, ambayo unataka tuyazungumzie, ambayo watazamaji wengi wanayafahamu. Kubwa zaidi unakuta labda gari lime overheat. Gari nikisema overheat ni gari kupata joto kupita kiasi. Kwa gari likipata joto kupita kiasi linazima. Yaani mfano mtu katembea kilomita nyingi zaidi, gari linazima. Kitu cha pili ni coolant. Coolant kama imeisha kwenye rejeta, ina maana sasa ule ulainishaji kupitia coolant, upozaji. Nikisema ulainishaji tunaingia kwenye oil ambako tutafikia kipindi kijacho. Kwenye upozaji, coolant inakuwa haiwezi kufanya kazi kwa sababu hakuna coolant. Coolant imeisha. Ndio maana unakuta mtu gari anapaki, gari kama linatoa moshi. Sio, unanielewa ndugu mtangazaji? Nakupata vizuri. Nikukumbushe kitu kimoja, nilishawahi kukutana na hii situation. Nikakuta mtu anaenda dukani ananunua maji ya baridi. Bwana. Kanunua kama chupa 3 za lita 1.5. Anakuja anamimina yale maji yakiwa ya baridi anamimina, lakini bado ule kama mvuke fulani vile unatoka. Lakini ile unashauriwa gari likiwa overheat, tafuta liweke sehemu nzuri, sehemu salama, liache ndani ya nusu saa mpaka dakika 45. Kwa sababu vile unavyofungua gari lime overheat, vile unavyofungua mfuniko wa rejeta, yale maji yanaweza yakakurukia, kwa sababu maji mjini unakuta ime overheat, yani yale maji yanachemka. Kwa unashauriwa liweke pembeni ndani ya nusu saa mpaka dakika 45 ili injini iweze kupoa, alafu ndo uangalie tatizo ni nini. Kitu kingine, kwa magari yanayotumia spark plug, maana kuna magari yanayotumia spark plug na kuna magari yanatumia compression. Hapo sio, unanielewa? Nikizungumzia spark plug kwa magari yanayotumia diesel, yanayotumia petroli, hayo ndo tunasema yanatumia spark plug. Compression ni haya magari yanayotumia diesel. Let's say tutaangalia spark plug
pia zinaweza zikasababisha gari kuzima, kwa sababu unakuta nguvu inakuwa ndogo, yani nguvu inakuwa ndogo ya kuweza kulisukuma gari. Kitu kingine labda air filter imeziba, hewa ipiti kwenda kwenye injini, hewa ipiti ya kutosha, kwa gari lazima. Kitu kingine mafuta kuisha, pia mafuta yakiisha gari haliwezi kutembea, gari lazima. Vitu vingi sana. Vitu ni vingi, lakini nadhani kadri tunavyoendelea tutazidi kuzungumzia vitu vingi na tutazidi kujifunza vitu vingi sana kupitia kipindi chetu cha mekaniki. Nadhani ndugu mtazamaji, utakuwa umempata huyu jamaa kutokana na kile alichotuelezea. Nadhani ukisubscribe utakuwa wa kwanza kuyapata madarasa yetu, na vitu ni vizuri vinavyokuja. Ni kuhakikishie yanakuja madarasa sasa kwa vitendo. Hatutoishia hapa. Tutaenda bwana, tunaonyeshwa hii air filter ndo hii, tunaonyeshwa betri ndo hii, tunaonyeshwa sijui nini ndo hii. Mambo mazuri yanakuja. Kwa subscribe ili uweze kupata madarasa yetu kwa wakati. Tukutane katika kipindi kijacho. Asante sana. Mungu akubariki.